Waziri Mkuu bungeni ni kama ifuatavyo. Mara baada ya kiapo cha uaminifu kwa mbunge, Spika atapokea hati ya uteuzi wa waziri mkuu toka kwa rais. Baadaye Spika atajulisha bunge juu ya kupokea hati ya rais kuhusu uteuzi wa waziri mkuu ili athibitishwe na bunge. Spika atafungua bahasha yenye hati hiyo mbele ya bunge na kusoma mbele ya bunge jina lililopendekezwa na rais na kutaka bunge kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa ibara 51 ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, tuna zoezi zito sana, naomba mtulie. Spika anaweza kusitisha shughuli za bunge ili kutoa nafasi kwa mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa azimio na kumthibitisha waziri mkuu na katibu wa bunge kuandaa karatasi za kura. Baada ya bunge kurejea, Spika atamwita mwanasheria mkuu wa serikali ili atoe hoja kwa kuwasilisha azimio na kumthibitisha waziri mkuu mteule kwa mujibu wa ibara 52 ibara ndogo ya pili ya Katiba. Katika maelezo yake anaweza kuelezea mamlaka na wajibu wa waziri mkuu kama ilivyoainishwa kwenye ibara 52 ibara ndogo ya kwanza, ya pili na tatu ya Katiba. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Bunge, leo hatutengui kanuni za bunge, sababu anayeleta hati hiyo ni mwanajeshi na ni askari, na wao wana fursa kuingia ndani kwa mujibu wa kanuni zetu. Naomba mhusika DC aingie ndani. Brigedia Jenerali Mashauri Mpambe na msaidizi masuala ya kijeshi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nimeelekezwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwasilisha ujumbe maalum kwako. Kwa heshima na taadhima, naomba nikukabidhi. Waheshimiwa wabunge, uteuzi wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 51 kifungu kidogo cha pili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kushika madaraka yake ndani ya siku 14 atamteua mbunge wa kuchaguliwa
kutoka katika jimbo la uchaguzi anatokana na chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi, au kama hakuna chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi, basi atateuliwa anaelekea kuungwa mkono na wabunge wengi kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, waziri mkuu atakayeteuliwa hatashika madaraka hayo hadi uteuzi wake umethibitishwa na bunge kwa azimio tukaungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Hivyo, kwa kutekeleza matakwa hayo ya kikatiba, nimemteua Mheshimiwa Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba Waheshimiwa, naomba tukae. Hajaapishwa bado, naomba tukae. Sasa namruhusu mwakilishi wa Mheshimiwa Rais aweze kurudi kwenye majukumu mengine. Asante sana kamanda.